Inaendelea. Jaji Ndunguru anaendelea kusoma uamuzi mahakama hii baada ya kupitia hoja za pande zote mbili. Mahakama inajiuliza, je, jamhuri kwa ushahidi wao kama wame-establish endapo kama mshtakiwa na kesi ya kujibu au la. Hakuna ubishi kwa maneno hayo yalitamkwa kwenye mkutano na mbele ya vyombo vya habari na ushahidi unazungumza. Mshtakiwa na shahidi wa 17 alieleza kwa maneno hayo yaliyotolewa na mshtakiwa na yeye alikuwepo na mbele ya watu wengine. Hivyo mahakama hii iangalie uzito au kuaminika kwa ushahidi, na kwa sasa mahakama hii imeona kuwa kuna kesi imekuwa established na hivyo mshtakiwa na kesi ya kujibu dhidi ya ushahidi ulioletwa na upande wa mashtaka. Jaji Ndunguru anaeleza zaidi kuwa mshtakiwa ana haki kwa mujibu wa kifungu cha 312 cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai, ana haki ya kutoa ushahidi wake mwenyewe. Haki ya pili ni kuita mashahidi wake, au pia mshtakiwa ana haki ya kukaa kimya. Mheshimiwa Lissu anasimama na kueleza kuwa nitajitetea mimi mwenyewe kama shahidi wa kwanza, nitaita ufuatao ambao mahakama naomba wapelekee summons. Kwanza, Samia Suluhu Hassan popote alipo apelekewe summons, maana ni mwenyekiti wa Baraza la Usalama wa Taifa. Nataka tujue kama wana taarifa za uhaini unaodaiwa. Pili, Philip Isdor Mpango mwaka jana alikuwa makamu wa rais na mjumbe wa Baraza la Usalama wa Taifa, na mimi na ushahidi kuwa haya maneno ni ya kutunga tu. Tatu, Kassim Majaliwa ambaye wakati matukio haya yanatokea alikuwa waziri mkuu na kiongozi wa shughuli za serikali na mjumbe wa Baraza la Usalama wa Taifa. 4, IGP Camillus Wambura na mjumbe wa Secretariat wa Baraza la Usalama wa Taifa. General John Mkunda, mkuu wa majeshi na mjumbe wa Secretariat ya National Security Council. DG wa idara ya usalama wa taifa na ujasusi mkuu wa TISI. Tunataka DG aje aseme kama hilo kosa kubwa katika Jamhuri ya Muungano ilifanyika au maneno tu. DCI Ramadhani Kingai nataka aje anitetee, maana alitajwa na mapolisi mashahidi. Wengine waheshimiwa majaji naomba ufuatao pia wapelekwe summons: John Mnyika, katibu mkuu wa Chadema; Amani Gorugwa, kuni naibu katibu mkuu wa Chadema; 10, John Heche, makamu mwenyekiti, wenyewe ni shahidi wa kuona na kusikia; Brenda Rupia, ushahidi ulitolewa hapa na watu wa Jambo TV kwa ndiye alialika waandishi. Hao ndio mashahidi wa kuanzia, ila kukiwa na haja ya kuongeza nitaomba niruhusu niongeze mashahidi. Kabla sijakaa, naomba niongeze jambo hapa kuwa nimekuwa na matatizo makubwa sana ya mimi kukutana mawakili wangu na mashahidi wangu. Hao viongozi wa Chadema niliowataja tangu Novemba 2025 wamepigwa marufuku kunitembelea gerezani. Hili swala, waheshimiwa majaji, nilileta kwenu mapema sana na mliniahidi kuwa wakati ukifika nitapata nafasi ya kuonana na kuzungumza nao. Hivyo naomba mtoe amri kuwa mazungumzo yangu na mashahidi wangu yasisikilizwe na watu baki. Watu baki ni maafisa magereza na watu wote wa serikali tofauti, na hapo hii itakuwa sio mahakama, itakuwa ni kangaroo court. Waheshimiwa majaji, naomba mtoe amri hivyo, vinginevyo hii habari ya fair trial, vinginevyo itakuwa ni maneno tu. Mheshimiwa Lissu anasema niko tayari kuanza utetezi wangu kwa muda ambao nyie mtakuwa tayari. Mahakama imepoa sana kiukweli baada ya uamuzi. Huzuni imetawala hapa ndani ya chumba cha mahakama.